sura ile ya 25. Samueli wa kwanza sura ya 25. Nitasoma hayo maandiko. Ninaomba kila mtu anifuatilie na uchukue Biblia yako sasa. Mimi ni muumini wa Biblia. Chukua maandiko yako usome. Twende pamoja wote kwa pamoja, tunataka kusoma. Maandiko yanasema hivi: akafa Samueli, nao Israeli wote wakakusanyika, wakamwomboleza, wakamzika nyumbani mwake huko Rama. Kumbe Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli alikufa na akazikwa wapi? Rama. Safi sana. Kisha Daudi akaondoka akashuka mpaka nyikani mwa Maoni. Na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli. Naye yule mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000, na alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko Karmeli. Yes, kumbe huyu bwana alikuwa anakata kondoo zake manyoya. Na jina la mtu huyo aliitwa nani? Nabali. Kwa Nabali alikuwa ni mtu mkuu, na siku hiyo alikuwa anakata kondoo wake manyoya. Na jina la mkewe aliitwa nani? Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili. Angalia sifa za ajabu za huyu mwanamke. Mwanamke huyu anaitwa kwamba, na jina la huyo aliitwa Abigaili, naye huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso. Bali yule mwanamume alikuwa hana adabu. Yaani alikuwa ovyo. Umeona kumbe mambo yanaweza kuwa vice versa. Unaweza ukawa na siku hizi unaweza kuwa na mtu safi lakini wewe ukawa ovyo. Kawa na mtu mwenye akili wewe ukawa sagala ovyo. Inawezekana. Maandiko ndio yanasema hivyo. Tena mwovu katika matendo yake, naye alikuwa na wambari ya Kalebu. Kumbe huyu alitoka kwa Kalebu, lakini alikuwa wa hovyo, ana matendo machafu, na Biblia inasema alikuwa hana adabu. Alikuwa hana adabu. Kumbe kuna watu hawana adabu, na tutajua kwa nini Biblia inamuita huyu hana nini? Hana adabu. Basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa Nabali alikuwa katika kuwakata manyoya ya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweeni muende Karmeli na kumwendea huyo Nabali ili nimsalimie. Na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyo aishie salama. Huyo aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwako wote ulionao. Nami sasa nimesikia ya kuwa una watu wanaokata manyoya kondoo zako. Haya, wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi, wala hatukuwadhuru, wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwako huko Karmeli. Waulize vijana wako, nao watakuambia basi, na wakubaliwe vijana hawa machoni pako, maana tumekujia katika siku ya heri. Wape na kusi chochote kitakachokujia mkononi. Wape watumwa wako na mwanao Daudi. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali sawasawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema, hivi huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Aise, siku hizi kuna watumwa wengi wanamtoroka, wanaotoroka kila mtu bwana wake. Basi mimi je, nitwae mkate wangu na maji yangu na machinjio yangu niliyochinjia hao watu wangu wakatayo manyoya kondoo zangu, na kuwapa watu ambao siwajui watoka wapi? Naona hayo mambo yasiokuwa na adabu, majibu ya ajabu yameanza. Basi vijana wake Daudi
wakageuka wakaenda zao, wakarudi. Nao wakaja wakamwambia sawa sawa na maneno hayo yote. Kisha Daudi akawaambia watu wake, haya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake. Daudi naye akajifunga upanga wake. Nao wakapanda nyuma yake Daudi, wapata kama watu 400, na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Lakini kijana mmoja wapo alimpasha habari Abigaili, mkewe Nabali, kusema, tazama, Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimu bwana wetu, naye akawatukana. Walakini watu hao walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa ni kitu chochote. Wakati wote tulipofuatana nao, tulipokuwako mavueni, watu hao walikuwa boma kwetu usiku na mchana. Wakati wote tulipokuwa nao, tukiwachunga kondoo. Basi sasa ujue na kufikiri utakavyoenda, kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote, kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hata mtu hawezi kusema naye. Hata watumishi wa Nabali walijua kwamba Nabali ni mtu wa ovyo. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatwaa mikate 200 na viriba 2 vya divai na kondoo 5 waliofanyiziwa tayari, na vipimo 5 vya bisi na vishada 100 vya zabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu, angalieni mimi na wafuata. Ila hakumwambia mumewe Nabali. Nabali hakuambiwa kwa sababu hana adabu. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kutelemka penye sitara ya mlima, tazama, Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika ni bure nilivyokuwa nikilinda nyikani vyote aliyo nayo mtu huyu, asipotewe na kitu chochote cha mali yake yote. Naye amenilipa mabaya badala ya mema. Mungu naye awafanyie hivyo adui za Daudi na kuzidi. Nikamwachia katika wote walio wake hata mtoto mume mmoja, kutakapopambazuka asubuhi. Ndipo huyo Abigaili alipomwona Daudi, alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama mpaka chini, akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako. Anene, mstari wangapi? Masikioni mwako, naye uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Na kusii bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa. Kumbe hata mke wake alijua Nabali hafai. Hatari hii. Yaani Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali, na upumbavu anao. Kumbe alikuwa mpumbavu huyu jamaa. Lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa bwana wangu uliowatuma. Basi sasa bwana wangu aishivyo Bwana, na iishivyo nafsi yako, kwa kuwa Bwana amekuzuia usimwage damu tena, usijilipize kisasi mkono wako mwenyewe. Basi sasa adui zako na hao wamtakiao bwana wangu mabaya wawe kama Nabali. Na sasa zawadi hii mjakazi wako aliyomletea bwana wangu, na wapewe vijana wafuatanao bwana wangu, na kuomba ulisamee kosa lake,
mjakazi wako, kwa kuwa hakika Bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara, kwa sababu bwana wangu amevipiga vita vya Bwana. Tena uovu hautaonekana ndani yako siku zako zote, na hata ijapokuwa binadamu angeinuka akuwinde na kuitafuta nafsi yako, hiyo nafsi ya bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na Bwana Mungu wako, na nafasi za adui zako ndizo atakazozitupa nje kama kutoka katika teo. Tena itakuwa hapo Bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu sawa sawa na mema yote aliyoyanena juu yako na kukutawaza juu ya Israeli, hili halitakuwa kwazo wala chukizo la moyoni kwa bwana wangu. Ama ya kuwa umemwaga damu bure, ama ya kuwa bwana wangu amejilipiza kisasi mwenyewe. Tena hapo Bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu mema, ndipo umkumbuke mjakazi wako. Naye Daudi akamwambia Abigaili, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, ambaye amekuleta hivi leo kunilaki, na ibarikiwe busara yako. Na ubarikiwe wewe uliyenizuia hivi leo nisimwage damu wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa kuwa ni kweli aishivyo Bwana Mungu wa Israeli, aliyenizuia nisikudhuru, kwamba hungefanya haraka kuja kunilaki, hakika huyu Nabali asingeliachiwa hata mtoto mume mmoja kutakapo pambazuka asubuhi. Basi Daudi akapokea mkononi mwake vitu vile alivyomletea, akamwambia, haya, kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako. Tazama, nimeisikia sauti yako, nami nimekubali uso wako. Kisha Abigaili alimjia Nabali, na tazama, alikuwa amefanya karamu nyumbani mwake, kama karamu ya kifalme, na moyo wake huyo Nabali ukafurahishwa ndani yake, kwa maana amelewa kabisa. Kwa sababu hiyo hakumwambia neno dogo wala kubwa hata kulipopambazuka. Ikawa asubuhi, divai ilipokuwa imemtoka Nabali, mkewe alimwambia mambo hayo, na moyo wake ukafa ndani yake, akawa kama jiwe. Tena ikawa yapata siku 10 baadaye, Bwana alimpiga huyo Nabali hata akafa na upumbavu wake. Na naye aliposikia kwamba Nabali amekufa, Daudi alisema, na ahimidiwe Bwana ambaye amenitetea teto la shutuma langu mkononi mwa Nabali, na kumzuia mtumwa wake asitende maovu. Tena uovu wake Nabali Bwana amemrudishia juu ya kichwa chake mwenyewe. Kisha Daudi akatuma watu akamposa. Kumbe iko hivi. Kisha Daudi akatuma watu akamposa Abigaili ili amuoe. Na hao watumishi wa Daudi walipomjia huyo Abigaili huko Karmeli, walimwambia wakasema, Daudi ametutuma kwako ili tukutwae uwe mkewe. Huyo mwanamke akasemaje? Naye akainuka na kujiinamisha kifulifuli mpaka chini, akasema, tazama, mjakazi wako ni mtumwa wa kuwaosha miguu watumishi wa bwana wangu. Abigaili akafanya haraka, akainuka, akapanda punda pamoja na vijakazi 5 wake waliofuatana naye, akafuatana hao wajumbe wa Daudi, akawa mkewe. Tena Daudi akamoa Ahinoamu na Waezeri, wakawa wote wawili wakeze. Walakini Sauli alikuwa amempa Palti mwana wa Lashi, aliyekuwa mtu wa Galimu, Mikaeli binti yake aliyekuwa mkewe Daudi. Baba, libariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Yesu asifiwe, watu wa Mungu.
Tumesoma maandiko mengi sana. Lengo langu la kusoma maandiko haya ni ili ufahamu habari nzito na tamu za kwenye Biblia. Hebu geuka kidogo, ongea na mwenzako, mwambie hivi, hebu niambie mambo matatu uliojifunza baada ya kusoma hii habari. Haya, geuka muulize. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bila shaka amekuambia, si ndio Sasa mimi nataka niongee mambo machache. Story umeshaisikia. Somo letu kwa ujumla leo tutajifunza juu ya utoaji. Lakini tutajikita sana juu ya utoaji unalipa. Utoaji unalipa. Kila Mkristo anapaswa kuwa mtoaji ili alipwe. Kila Mkristo anapaswa kuwa nani? Mtoaji ili afanyaje? Alipwe. Utoaji unalipa. Kila Mkristo sasa anapaswa kuwa mtoaji ili alipwe. Ili alipwe. Hakuna namna nyingine kubwa inayoelezewa kwenye Biblia inayoleta baraka mbali na utoaji. Utoaji ndio umeonekana ndio njia rahisi, ya haraka, ya kipekee ya kukubariki, inayoweza kukulipa. Kuna malipo mengine hauwezi ukalipwa kwa kufanya mambo mengine isipokuwa kwenye utoaji. Ninaweza kusema hivi, kuna malipo mengine unaweza ukayadai kupitia maombi usilipwe, lakini kupitia utoaji ukalipwa. Hivi kuna mtu mmoja ananielewa hapa? Mwambie hivi, hebu mgeukie jirani yako, mwambie hivi, kuna mambo mengine kwenye maombi hautalipwa ila kwenye utoaji utalipwa. Haleluya. Yes. Kuna mambo mengine hauwezi ukayapata hivi, unayapata kwa utoaji. Unayapata kwa utoaji kabisa. Ndio maana anasema utoaji unalipa sana. Sasa kupitia maandiko tuliyoyasoma tutaona ni jinsi gani utoaji unalipa. Haya maandiko tuliyosoma, kupitia maandiko haya tutaona jinsi utoaji unavyofanyaje jamani? Unavyofanyaje jamani? Unavyolipa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutaona, na nataka nifundishe mambo machache tu, halafu shughuli hiyo kusudiwa iendelee. Kwa hiyo kupitia utoaji unaenda kulipwa. Maandiko tuliyosoma haya yamemuonesha mtu mmoja, mwanamke anaitwa Abigaili. Abigaili alifanya jambo la ajabu sana. Labda ngoja nianze story kwa ufupi sana. Na niseme hivi, utoaji, hebu andika hii point ya kwanza. Nimesema kupitia maandiko haya tutaona utoaji unavyolipa. Namba 1, andika hivi, utoaji hughairisha mambo mabaya yaliyokusudiwa. Utoaji hughairisha mambo mabaya yaliyokusudiwa kwako. Mtu anapotoa, mambo mabaya yanaghairishwa, yanastopishwa. Ninyi watoaji, ngoja niwaambie, kwa kutoa sana kwako mambo mabaya yameahirishwa. Wewe umetoa mwaka jana, mwaka huu unaendelea kutoa. Utoaji unachokifanya ni hiki hapa, kama ulikuwa uelewe ndugu yangu Neema, ni hiki hapa. Unazuia mambo mabaya yasije. Wazee wangu wa kanisa, ngoja niwaambie, utoaji una sifa hii hapa. Unapotoa unazuia mambo mabaya yasije. Ngoja nikuambie mchungaji wangu na mama mchungaji, unapokuwa unatoa mambo mabaya yanazuiwa yasije. Kanisa la Mungu la Igoma, ngoja niwaambie, mnapomtolea Bwana, mambo mabaya yaliyokusudiwa kuwafuata hayawapati tena. Yanazuiwa, yanafukuzwa, yanakatazwa, unakuwa huru. Hiyo ndio nguvu ya utoaji. Na tunaona hapa. Ngoja nikwambie, Daudi alikuwa, najua sijui niliwahi kuongea hapa, Daudi alikuwa ni mwanasiasa mkongwe mkubwa sana, ambaye alikuwa anang'ang'ania kuichukua dola, na alikuwa anataka kuichukua dola kupitia Sauli. Sasa kukawa na mgombano, akakimbia anaenda sehemu mbalimbali anajificha. Sasa akawa kwenye ukanda fulani, nyika fulani za Karmeli, akawa huko kwa muda mrefu amejificha kule. Sasa akiwa kule,
Kumbe hiyo sehemu ndio alipokuwa anaishi Nabali na Abigaili. Na hayo maeneo, kondoo na ng'ombe wengi, tumeambiwa Nabali alikuwa tajiri, walikuwa wanaishi kule. Sasa Daudi alichokuwa anakifanya, alikuwa anawalinda wale kondoo, analinda wale ng'ombe, anasaidiana na ndio analinda. Hakuwahi hata siku moja kusema kwa sababu ninawalinda wangu ngoja nijichukulie. Alikuwa na madaraka, alikuwa na wanajeshi 600 huko. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kutaifisha. Tumeona juzi Kongo hapa. Tumeoneshwa Kongo hapa kwa hii vita ya juzi ya hao MTD hawa 23 M23 pale. Wanaenda sehemu wanapora, wakija hapa dukani wanapora, wanachukua kila kitu, wanabeba. Tulisumuliwa habari ya vita ya Uganda. Kama mnakumbuka vita ya Uganda, wazee wetu wanasema walipokuwa wanaenda Uganda, wanapora, wanaenda madukani, wanapora, wanarudi na utajiri. Wengi walirudi na magari, wengi walirudi na mautajiri, walifanya mambo ya namna hiyo. Lakini haikuwa kwa Daudi. Daudi aliridhika na mambo yake, akawalinda. Sasa siku moja Daudi akawa ameishiwa, mambo ni magumu, halafu akasikia kwamba Nabali leo anachinja kondoo wake manyoya. Kuchinja kondoo yake manyoya ni sawasawa na sherehe ya mavuno. Sisi tuliotoka huko vijijini, na huko vijijini huko tunatoka, kwa kuna siku ya kwenda kuvuna labda mpunga. Tajiri mmoja ana mashamba mengi, anaita watu wengi wanaenda, tunaitaga sisi ukomba. Unaenda huko, unaenda kule, unaita watu wengi, mnavuna watu wengi, mnavuna. Unakuta magunia mengi. Siku hiyo sasa, mimi kama tajiri wa hilo shamba, ninachinja ng'ombe, ninachinja mbuzi, ninaweka maubwabwa, vyakula vingi wanakula. Daudi akatumia hiyo nafasi kwamba sasa hebu na mimi niende, kwa sababu leo ni siku ya amani, nikachukue angalau chochote. Sio hivyo tu, kitu kingine Daudi alikwenda kuomba, kwa sababu ilikuwa ni desturi ya kipindi hiko kumfadhili mgeni. Yaani swala la kumfadhili mgeni lilikuwa ni takwa, ilikuwa ni tabia ya watu wa kipindi kile. Mgeni akija lazima umuhifadhi kwa chakula, kwa mambo yote. Mnakumbuka kipindi cha Ibrahimu, wanakuja wageni, wanapita, akafanyaje? Akawakimbilia, akawanawisha miguu, akawaambia karibu. Kwa hivyo tu sehemu nyingi sana. Mnakumbuka Ahabu kule Yeriko, wale watu wapelelezi aliwaficha. Ni desturi ambayo ilichukua mkondo sana kutunza wageni. Haikutakiwa mgeni umnyanyase. Yaani mgeni akija kwako ni heshima kubwa. Kwa hiyo Daudi akachukua hiyo tabia kwamba hata huyu Nabali ana hiyo tabia, atanihifadhi, ngoja niende. Ndio maana Biblia ikamuita mpumbavu, jinga, puzi, hana adabu. Akajibu maneno, Waswahili wanasema akajibu shit, akajibu hovyo, akajibu mambo ya ajabu sana. Adhabu ikapanda kwa Daudi. So hivi vipi? Nimemlindia vitu vyake muda wote, nimekuwa kama boma kwake. Kwa namna nyingine nimemsaidia utajiri wake kuongezeka. Hakuibiwa, hakufilisiwa, hakufanya yote. Leo ananifanyia hivi. Usiku na mchana nimewaambia wanajeshi wangu, lindeni hizo mali, msiharibu hata kimoja. Lindeni. Ananifanyia hivi. I say. Akawaambia hivi, wanajeshi 400, jiandaeni, twendeni tukamaliza. Kila mtu afunge mkanda wake, aweke panga lake sawa sawa, vita. Twende tukawararue. Ghadhabu. Na Daudi alisema hivi, paka asubuhi hata kuwa amebaki hata mtu mmoja nyumbani kwake. Hata mtoto wa kiume hata baki. Hata jogoo habaki. Chochote piu. Naenda kumaliza kila kitu. Ghadhabu imejaa. Na kweli haikuchukua dakika 2-3 wakapanda wengi. Boss, watu 400. Haya twende. Wanaenda kumaliza ule mpumbavu.
Sasa kumbe katika wakati huo kuna mfanyakazi mmoja wa Nabali akawa ameona mchezo mzima, akakimbia. Hakuenda kwa Nabali, akaenda kwa Abigaili, mtu mwenye akili, mwenye hofu, anaelewa mambo ya busara. Akamwambia, "Ase, kuna 1, 2, 3, 4, 5. Hatuko salama mpaka sasa. Fanya faster usolve hili swala." Mwanamke alipoambiwa hivyo, Biblia inasema akafanya kwa haraka. Shaka, haraka, sio polepole. Akaenda kwa haraka. Mwambie mwenzako kwa haraka. Geukie mwenzako mwambie, wewe kama ni goigoi utauleta hasara. Mwambie kama mambo yako ni ya polepole utaleta hasara. Na watu hapa wavivu, yani mambo yako ukiambiwa mambo ngoja kwanza, uko sangwa utosha. Utapitilizwa, utakutwa. Utakosa yale utakiwa. Kuna mtu mmoja hapa kufanya tu maamuzi, unapoteza muda. Wewe ni mfanya biashara, ili kuchukua maamuzi ya kuona fursa, unajivuta, unakuta fursa imeenda. Kuna mambo unatakiwa uyasolve kwa haraka. Kuna issue zitaki kupeleka haraka, pole. No, kuna mambo ya pole na kuna mambo ya haraka. Wewe unaona kuna ajali inakuja, wewe unaona kuna shida bado, ngoja hapana, nenda kwa haraka. Mtu mmoja aseme haraka inalipa wakati fulani. Acha kuwa goigoi. Umepata hela, unataka ufanye jambo fulani, ngoja kidogo, linakuja bomu na chukua hizo. Ungejua utakuwa faster. Kwa nini? Kuna watu wengine wanapoteza nafasi nyingi kwa sababu hiyo. Anaishia ningejua ingekuwa. Hapana, haukufanya mambo kwa haraka. Abigaili leo anatufundisha tufanye mambo kwa haraka. Ukipewa mchongo, fanya mchongo kwa haraka. Ukipewa dili, fanya dili kwa haraka. Ukipewa jukumu, fanya jukumu kwa haraka. Kuna mambo ya haraka na kuna mambo sio haraka. Mtu mmoja aseme sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa huyu mwanamke alipoona hivyo, Biblia inasema akaandaa mikate 200. Akaanza kutoa vitu, utoaji ndio unaanza. Akaandaa vitu vingi vya kutosha. Akamkimbia. Daudi anakuja na ghadhibu na mapanga. Unajua nilishangaa. Utoaji hata mapanga yameshainuliwa hivi, yanashuka. Nguvu ya utoaji ni kubwa sana. Yani unakaribia kaburini. Nguvu ya utoaji inafanyaje? Inakurudisha. I remember one boys. Namkumbuka mtu mmoja, sijui niwahi kusema hapa, anaitwa T.L. Osborne. Osborne anasema hivi, alipokuwa bado mdogo sana, miaka karibu 11 hivi, aliugua ugonjwa wa kufa, aliugua kansa. Akiwa kitandani amelala, mama yake anakuja kumwangalia akiwa kitandani. Anamwambia, "Mama, sidhani kama nitapona. Niko hoi." Madaktari wakamwandikia kwamba huyu ndani ya siku 3 atakuwa amekufa. Hapo ilikuwa ni kama siku ya kama sio siku ya Alhamisi. Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Siku ya Jumamosi mama yake akajiandaa, mtoto wangu anakufa. Jumapili akaenda kumwangalia tena. Alipokuwa anamwangalia kwa muda wa kutosha, yule kijana amelala, akamwambia, mama, nenda kanisani kasali. Wewe niache mimi, muda wangu umeisha. Nenda kasali, tutakutana mbinguni. Lakini unapoenda kanisani, mama, hili koti langu hili hapa, unaliona hili koti langu akiwa nalo pale odini, hili koti langu, naomba, ndio kitu cha pekee nilicho nacho. Nenda katoe begi langu, koti langu. Mama yake akalia, akasema, huyu kijana yuko kwenye mauti, bado anakumbuka habari ya kutoa. Haya mambo gani hapa? Yule mama akalichukua koti. Kufika kipindi cha utoaji, anasema utoaji sadaka ilikuwa kama kwenye muda wa saa 6 hivi, saa 7. Akaenda naye kwenye koti. Mama akatoa hela zake, na mama akatoa na ile begi la mwanae. Sio Biblia, hayo maandiko, iko kitabu kinasema hivi, ule muda alipotoa tu ile wapo hospitali, yule kijana jasho likaja, jasho la ghafla, joto ambalo alilikosa siku nyingi. Wakatoka ibadani saa 6, saa 7, saa 8 wakatoka. Yule mama akachukua ndugu zake 3, 4, 5, akamwambia,
twendeni tukaone lililotokea farijiani. Tani kama tutamkuta Tohango. Sija bwana ti. Kama hatua zimebaki kama hatua mita 50 hivi kufika hospitali. Yaani wamechoka, mama elewi, yuko kwenye hali ngumu, yuko hizi nini kitatokea hapa. Anashangaa, anaona kuna kijana mmoja anakuja kwa mbio, anakimbia. Akaenda akamuwao mama yake. Akamuhao akamwambia, "Mama nimepona, mama nimepona, mama nimepona, mama nimepona, mama nimepona, mama nimepona." Apona. Akamwambia, "Imekuwaje?" Anambia, "Kwenye saa sita hivi kuna joto lilikuja. Baada ya joto kuja, nikajisikia kuamka, nikakaa kwenye kiti, nikaanza kurukaruka, nikajiona niko fiti." Mama akamwambia, "Huo muda ndio muda nilipotoa ile sadaka ulionipa." Sadaka ya nini? Sadaka ya koti. Koti likaponya. Utoaji unaponya. Utoaji unairisha mambo mabaya yaliyokusudiwa. Watu wa Igoma, ninawapongeza kwa moyo wenu wa utoaji. Lakini niko hapa asubuhi kuwatia moyo ya kwamba endeleeni na moyo wenu wa utoaji. Ongeza jitihada zaidi. Kwa nini? Kwa sababu utoaji unalipa. Utoaji unalipa. Utoaji unalipa. Utoaji unalipa. Yako maeneo ambao utashindwa kufika, lakini utoaji utafika. Ziko dawa utakunywa na kunywa, haziwezi kukuponya. Iko dawa tu ya kipekee, ukiinywa hiyo utaponya, na hiyo ni dawa ya utoaji. Ukitoa utapona, ukitoa utabarikiwa, ukitoa utaahirisha mambo mabaya yaliyokusudiwa kwenye familia yako, kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye watoto wako, kwenye huduma yako. Una mambo yataambiwa stop. Hivi naongea na mtu mmoja mahali hapa. Toaji unastopisha mambo yote hapa. Ukiona mambo mabaya yanaendelea kwako ya ajabu kwenye familia yako, mara hili, mara umetokea mkosi huu, mara umetokea huu, omba. Lakini baada ya kuomba, anza kutoa. Utoaji utastopisha hiyo hali. Utoaji utastopisha hiyo hali. Kama umeona kuna tabia fulani nyumbani kwako, kwenye ukoo wako, kwenye maisha yako inakuwa ndefu, inakuja tu. Umeomba haikatiki. Leo asubuhi nataka nikusi jaribu maombi pia. Maombi huwa yanahairisha mambo mabaya. Familia ya Abigaili ilikuwa ikatwe shingo, wafirie mbali, lakini alipoenda kutoa, Daudi akasema, "Ishivyo Mungu wangu, narudisha ala mahala pake." Hakuna mgogoro ulipoendea. Mwanaume siku hiyo, muda huo akageuza nyuma hivi. Muda huo, je, unataka ukatishe mambo mabaya ya familia yako? Utoaji. Unataka kuleta mambo mema kwako? Utoaji. Katisha mambo haya pale, utamwona Mungu atakupa mambo ya ajali sana. Najua shetani mpuzi sana, anakusudia kukupa maajali, anasaidia uchomwe moto, anasudia kuleta mambo ya ajabu. Shetani anapenda hata ufilisike. Marafiki zako wanapenda ufilisike. Hawataki ulivyo. Hautaki ulivyo sana. Hawataki. Ngoja niwaambie nyie mlioko hata maofisini, hata hiyo cheo ulicho nacho, watu wakitaka, hawataki uwe na hiyo cheo. Hata aliyekupa, alikupa tu kwa sababu hakuwa na namna nyingine ya kukupa. Mwambia, hata hiyo nafasi ulionao hawataki. Hiyo mishahara unaopata hawataki. Yaani ulimwengu ndivyo ulivyo, wanataka uwe mtu wa hovyo, mtu wa ajabu ajao. Hawataki. Kwa taarifa yako, hata ulivyovaa hivyo tu leo umependeza, kuna mwingine amekasirika. Hapa kwa nini huyu amependeza? Hataki. Yaani akikuona wewe umevaa kiatu kipya, kwake moyo unamuuma. Umevimba kama andazi. Yaani moyo umevimba kama andazi. Watu wabaya hujapata kuona. Mwambie mwenzako, Bwana akuepushe kwa utoaji. Hivi naongea na mtu mmoja mahali hapa. Kama naongea na wewe, fanya namna hii, fanya hivi. Haya, mguse mwenzako, mwambie kuwa mtoaji, acha kukaa hapa. Haleluya! Haleluya! Yes! Bila hivyo hakuna namna nyingine. Toaji unairisha mambo mabaya. Mabaya mengi huzuiliwa na utoaji. Daudi alipanga mambo mabaya unaposoma ule mstari wa 13. Lakini baada ya utoaji, mambo mabaya yakairishwa.
Familia huponywa wewe na familia yako unapokuwa mtoaji. Unaona? Daudi alisemaje? Naenda kuiangamiza familia ya Nabali, hata mtoto wa kiume asibaki. Kuna magonjwa yanakusudiwa kuja kwako, inaanza kukula wewe, inakula mtoto wako, wajukuu wako, kuna vizazi linakula. Kuna mambo yanakusudiwa yanakuja mabaya ili kukuondoa. Tumeona siku mara nyingi kwenye familia ikimtokea kwa baba na mama namtokea. Sasa nakumbuka baba yangu mzazi amefariki mimi nikiwa mkubwa. Babangu mzazi alikuwa tayari amefariki. Zidi mpaka sasa hivi namzidi babangu miaka ya kutosha. Babangu mimi amefariki akiwa na miaka 41 au 42. Baba mzazi. Tuko wa ajabu sana. Sasa tukakutana na ndugu zangu. Kwenye maombi yetu tukawa tunaombaje? Naomba ile laana iliyomkuta baba ya kufa mapema na sisi tukute. Mambo bwana. Tunakataa kufa mapema. Hatutaki kufa na miaka 41, 42. Hatutaki. Sasa yule wa kwanza alipovuka miaka ile tulichangilia kweli. Wow, we did it. Tumefanikiwa. Wakaanza kuvuka, wakavuka mpaka na mambo wakavuka. Sema amen. Haleluya. Kuna mambo unashangaa kuna trend hiyo. Rafiki yangu mmoja hapa karibu, dogo wake na dada yake alikufa na ugonjwa huo. Na yeye amekufa na ugonjwa. Hakushtuka. Kuna namna fulani, kuna mambo yanaweza kumaliza familia. Ndio Daudi alikusudia. Naleta picha kubwa ile. Ndio Daudi alikusudia nikaifyeke isionekane tena. Hapana. Yes. Naweza ukailinda familia yako kwa utoaji. Naweza kulinda. Baba yangu alikuwa wa ajabu sana. Kila tulipokuwa tunasafiri, namkumbuka sana baba yangu. Tunasafiri hivi. Hatujawahi kusafiri basi moja hili na yeye. Yaani kama sasa sisi kwenye familia yetu tuko 6. Tunaposafiri mimi ndio mtoto wa kiume peke yake. Tunasafiri, yeye yuko radhi aende na watoto wa kike 2, 3. Anaenda kwenye gari nyingine. Alafu mimi na mama tuende gari tukutane huko. Alikuwa anaogopa nini? Anaogopa ikitokea la kutokea huko tunakwenda wote. Sasa na wewe ndio unakutegemea uendeleze ka familia. Na wewe tuende wote. Sasa mimi nikibaki kama baba yake kibaki atapata labda wa kiume mwingine huko. Anajua yeye anatutofautisha. Kuna mambo yanakuja yanaweza kuchukua familia yote, ikapiga yote ikaisha kwa wakati mmoja. Nimeona mambo mengi, nimeona haya mambo. Ngoja nikwambie, haya ndio yaliyokusudiwa kwa familia ya Nabali. Lakini kwa taarifa yako, baada ya utoaji ile familia ikawa salama. Aliondoka huyu aliyekuwa mjinga, aliyekuwa mpumbavu, aliyekuwa hana utoaji, roho ya utoaji. Kumbe iko hivi, ukiwa huna roho ya utoaji unafanyaje? Unanyofolewa wewe. Unaona kama mwanamke kakaachwa kabiga lile jamaa ambao sio toaji likaachwa, likabaki, likapigwa. Halo. Unajua kuna wakati wengine, kuna story nyingi mchungaji wangu wanasema mbona wababa wanakufa haraka sana kuliko wanawake. Mababa ni maguruguru sana wakati mwingine. Wanapitia mambo mengi, hilo utalisawazisha. Wababa tuna mambo mengi, tuna ubinafsi, kuna watu wana ubinafsi. Acha ubinafsi pale. Unajua Mungu amewapa uchumi wa baba. Sana wababa wengi wapewa uchumi. Yes, kama umepewa uchumi na uko kanisani, huo uchumi sio kwa ajili yako tu, ni kwa ajili pia ya wengine, ni kwa ajili pia kazi ya Bwana. Huwezi kuwa wewe una kipato cha milioni 30, milioni 50, milioni 100, 200, eti unatoa sawa na mtu mwenye kipato cha 100,000. Haiendi hivyo. Huo ni utaila usiokuwa na maana. Utaila wa kawaida ule. Hauendi namna hiyo. Ukipewa vingi unatoa. Tena ngoja nikwambie, nimejifunza watu walio na vingi wana njia nyingi za kupata. Mtaalamu mmoja alisema hivi, leo hii tukigawa utajiri wote wa Tanzania wote tukawa na 10,000, leo wote hata hapa wote zile za nyumbani wote tukawa na 10,000 hapa, au wote tukawa na milioni 100.
baada ya mwezi huu zile hela zote zitaenda kwa wale walizokuwa zote. Wewe kama ulikuwa hauna 100 utabaki hauna nini? Maana yake nini? Zinawaendea watu waliokuwa na uwezo na akili ya kuzitafuta. Kwa maana nyingine ni kwamba watu wenye fedha wana akili ya kuzitafuta, wamepewa neema ya kuzitafuta. Kwa hiyo hata sisi akitupa leo milioni 10, milioni 5, bado ana uwezo wa kufanyaje? Wa kuitafuta, kuipata na kabarikiwa zaidi. Mbona mmenuna? Unanunia nini sasa? Mgeukie mwenzako, acha kununa. Wewe toa hela kama zipo, utapewa zaidi. Si sawa? Jamani, si sawa? Haleluya. Namalizia pointi ya mwisho tukafanye mambo hayo machache. Nilikuwa na mambo mengi. Kwa mfano, mwanamke mwingine alistopisha mambo baada ya kutoa, anaitwa mwanamke wa Shunemu. Mwanamke wa Shunemu alimpa Elisha chumba. Alipompa mwanamke alipompa chumba cha kukaa, Biblia inasema hivi, utasa wa yule mwanamke ukafanyaje? Ukastopishwa. Utoaji ulistopisha nini? Utasa. Kumbe hata kutoa tu huku hapa kama mambo hayaendi vizuri, ukitoa tu mambo yanafanyaje? Yanakaa sawa. Toaji. Kuna mwanamke mwingine tena wa Serepta. Yule mwanamke wa Serepta wa Elisha. Yule mwanamke wa Serepta, Biblia inasema kwamba kulikuwa kuna nini? Kuna njaa. Ile alianza kutoa mali, akatoa mkate. Biblia inasema ile njaa iliyokusudiwa ya kuwaua ikafanyaje? Ikazuiliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua Mungu hakudai kitu ambacho hauna. Geukie mwenzako mwambie hivi, Mungu hakudai kitu ambacho hauna, anakudai ulichonacho. Halo? Haleluya. Anakudai ulichonacho. Yaani wewe una 10,000, eti Mungu hangaike kwako, naomba laki. Hatuna Mungu wa namna hiyo. Hatuna Mungu wa namna hiyo. Anakudai ulichonacho. Wewe huwezi kuniambia hauna chochote ulichonacho, ili uweze kuzuia mambo yako. Kuna kanisa la Makedonia, ukisoma Wakorintho wa 2:8-1-5. Makedonia, Biblia inasema ilikuwa ni kanisa masikini, lakini ndio walio support kazi kubwa ya umisheni kuendelea mbele. Watu wakaokoka kupitia kanisa la Makedonia. Lilikuwa kanisa masikini. Baada ya muda lile kanisa lilikuwa tajiri. Lile kanisa watu wake wakaenda juu sana. Kumbe hata kama kanisa hapa mnaweza mkaliinua kanisa lenu kuwa la viwango vya juu kama anza tabia ya kutoa. Utoaji hapa ukadumu. Baada ya kufurika hapa, anza kugawa. Nina taarifa ya hapa kwamba ninafahamu kwamba mmefungua makanisa mengi. Huo ndio utoaji. Kwa kufungua hivyo, kufanya kazi ya Mungu hiyo, maana yake unalifanya kanisa lenu hapa liende juu, viwango viwe juu, watu wake wawe na afya njema, watu wake wabarikiwe, hakuna vimafuafua watu wamekaa sawa kwa sababu ya utoaji. Kama ni sawa, sema sawa. Haleluya, amen. Vitu kama hivyo. Twende faida ya pili. Faida ya pili, utoaji huzalisha mahusiano bora zaidi. Utoaji huzalisha mahusiano bora zaidi. Yes. Ngoja nikwambie. Rudia tena yale maandiko tuliyosoma. Rudia kwa muda wako. Utakuja kugundua kwamba hivi, pale Abigaili alipokuwa anatoa kwa nani? Kwa Daudi. Kuna maneno mazuri yaliongelewa pale. Mpaka Daudi akasema wewe ni mwanamke mwenye busara, mwenye akili. Kuna maneno mazuri pale. Lakini pia hata yeye Abigaili alisema hapa, Bwana wangu, utakapokuja kuchukua hatamu, usitusahau na sisi. Muangalia pale. Kuna maneno alisemwa pale. Utoaji kuna yaani, ngoja niwaambie ndugu watu wa Igoma, utoaji ni ufunguo wa ajabu sana. Kama kuna mahusiano mabovu yoyote ulionayo, utoaji unayavunja. Kwa taarifa yako, baada ya kuonekana Abigaili ni mpumbavu, nani huyu? Nabali ni mpumbavu, lofa, hajui yani mambo ya namna hiyo. Yaani huyu mwanamke ana akili kiasi hichi, alafu amekaa na lofa wa namna hii. Wewe nivunje hicho. Wewe ni haribu hicho. Baba. Unajua ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Naomba mnisikilize, naenda kumaliza. Ilikuwa hivi. Baada ya huyu mwanamke kuomba msamaha huko kwa nani? Kwa Daudi. Akatoa na zawadi. Anarudi nyumbani, anakuta kuna sherehe kubwa inafanyika. Wanakula.
Mwanamke akasema, "Watu walikuongea uawa hawa. Mimi nimewasaidia pale." Akamkuta mume wake amwambie, alipomkuta mume wake akamkuta yuko chakali yuko. "Wewe unasemaje Abigaili wewe? Mimi sikufahamu wewe ni nani, toka hapa. Wewe nini?" Yuko hivyo ovyo. Mwanamke alipoona anasema, "Yeye nini hii?" Yeye anasema hakumwambia, akaenda kulala. Asubuhi palipopambazuka ndio anaenda kumwambia. Alipomwambia akiwa na akili zake nzima, alipomwambia yale maneno yakamuumia. "Leo ulikuwa unaenda kufa. Yule jamaa uliomkatalia yule Daudi alikuwa anakuja kumaliza, lakini mimi nimeenda kufanya." Alipoyasikia yale maneno, Biblia inasema akapigwa shock 3, nafikiri kwa stroke ile. Biblia inasema akakauka kama jiwe. Namna hii. Hii nini umeniambia hii? Hii nini isielewi? Baada ya siku 10 akafanyaje? Akafa. Akaacha utajiri wake, akaacha madude yake yote akaacha. Ngoja niwaambie, niwape password moja hapo. Unapotaka kuliongelea jambo lako lolote lile kwa mtu, tafuta wakati sahihi. Usilopoke. Huyu mwanamke alikuwa na akili, alijua. Wamama mpo? Wababa mpo? Tena Biblia imesema tukae kwa akili. Sasa wamama na nyie mnapo present mambo yenu kwa vijume, wanaume, angalia muda wa kupresent. Mume ametoka zake kule, amechoka na mambo yake kule, wewe unaanza kumuingizia mambo ya ajabu, utaenda na kofi au baadaye atakuomba msamaha. Angalia muda sahihi. Na mimi kwenye kuongea ukweli huwa siachagi. Umeelewa? Katatu basi. Angalia muda sahihi. Tafuta. Huyu mwanamke alikuwa lakini amekuta amelewa, mambo yake yako hovyo, hayuko sawa, akamwacha. Asubuhi yuko fresh. Baba 1 2 3 sovuji. Angalia muda wa kuongea mambo mazuri. Angalia uwe na akili ya kupresent mambo yako. Kuna mambo mengine hamuyapati kwa sababu mnayaomba muda ambao sio sahihi. Wewe tuna marejesho, tunapeleka benki marejesho ya kutosha. Tena tunapeleka tarehe 20. Eti na wewe tarehe 20 unakuja unaanza kuniomba hela. Takupa. Angalia nyakati na majira. Hili jambo linafanyikaje? Kama umenielewa fanya hivi. Nake umenielewa nusu. Kujazilizia wakati wako. Kanisa lako wewe utakomelea nyuto. Sawa. Haleluya. Haleluya. Mzigo mpe Mnyamwezi. Koma. Unaomba Mnyamwezi anapambana nao. Wengine tunapita. Baada ya hayo mambo, yule Biblia inasema Nabali alipokufa tu piu. Habari zikaenda kwa nani? Kwa Daudi. Kwamba bwana yule mshikaji kafanyaje? Kazima. Amezima. Akawa na sura mbili Daudi. Akawa na sura ngapi? Sura ya kwanza kwamba afadhali Mungu ningemuua, watu wangenisema sana kwamba nimemuua mtu yule pale. Lakini umemuua wewe mwenyewe, mimi sipo. Sura ya pili, dili hilo. Sasa msikia, hayo yalikuwa mambo ya nyakati ya Agano la Kale. Sio uanze sasa hivi uanze kwa hayo hayapo. Dili hilo. Sasa nilichoshangaa mimi nichi hapa, hilo dili lilipokaa vizuri, Daudi akatuma watu waende kumposa. Biblia ilipoenda kupelekwa kuposa yule mama, hatuoni sehemu yote Abigaili analeta nini? Akona hamna. Hapo. Nini limetokea tena? Biblia inasema akaanza kusujudi kifurifuri. Yeye jamani, hii kitu gani tena hii? Amechanganyikiwa. Mungu akikuijia utaona mambo dabo. Mungu akikuijia atayapiga mambo yote sawa sawa. Na ufunguo kamili ni ufunguo wa utoaji. Utoaji unalipa. Utalipwa pale ambapo ulipokuwa hakuna njia. Utatengenezewa njia pale ambapo hakuna njia. Utoaji ni kama mafuriko, yatafurika kitu chochote na utakuwa sawa. Amani, amina, sema amina. Amani, sawa, sema sawa. Utapewa dabo. Simama kwa miguu yako miwili. Sina mambo mengi sana. Simama kwa miguu yako miwili.
Utoaji jamani huzalisha mahusiano mengine. Abigaili baada ya utoaji akapata mwanaume bora zaidi. Pata mfalme, akawa anaitwa Malkia. Akawa anaitwa mke wa mfalme.